Sasa jana nilikuwa nimeanza na root canal na nikawa nimetoa swali ambalo watu wengi sana wanachanganyikiwa, kwa sababu ni swali ambalo kiukweli limekuwa linatatiza watu wengi. Nimefanya root canal leo, kwa nini baada ya muda hili jino linauma? Na jana nikawa nimeelezea kwa ufupi sana kwamba ni kwa namna gani sasa hili jino linaweza likawa kwanza linafanywa procedure na root canal yenyewe ni kitu gani. Leo nataka nilijibu hili swali kwa urahisi sana na kwa wepesi. Sasa chukulia mfano hivi kwamba una nyumba ambao haina mtu. Hii nyumba tuchukulie kwamba ndio ile jino lako ambalo umefanya root canal. Lakini hii nyumba ina majirani kote huko ambao wanaishi. Ikatokea moto ukawaka kutokea kwenye hii nyumba. Kitu kinachokuja nini? Kwamba majirani wengine wataona ule moto utakapokuwa unawaka, na ule moto sasa unaweza ukapelekea shida hata kwao. Sasa chukulia hivyo, ndivyo ilivyo kwenye jino lako. Tumesema kwamba jino lako linakuwa limeshaondolewa ile mishipa ya fahamu, na kwa hiyo lile jino halina shida. Lakini nini kitokea kama bakteria, mfano ile filling ikatoka? Kwa sababu tumeziba, kumbuka hili jino, lakini baada ya muda ile filling ikawa imetoka. Ile filling inapokuwa imetoka, bakteria wanaingia kama kawaida. Watakaporudi kama kawaida, maana yake ni nini? Mwili utaanza kurespond. Kwa nini? Kwa sababu bakteria wako mle ndani. Kwa hiyo mwili utaanza kurespond. Kwa hiyo mwili utaanza kutoa cells na kadhalika. Sasa kwa sababu hili jino limezungukwa na tissue tofauti tofauti. Tissue ya kwanza kabisa ni tissue ya fizi. Fizi ni tissue na zina mishipa ya fahamu ya kutosha. Lakini kumbuka pia hili jino liko kwenye mfupa. Uko kwenye mfupa. Ule mfupa unaitwa dental alveoli. Ule mfupa pia na wenyewe una nerves za kutosha. Kwa hiyo bakteria wanapotokea wakaingia mpaka ndani, mwili una unatupa seli, unaagiza seli nyingi ziende mahali pale ili zikafight wale bakteria. Kinachotokea hizi area zingine zote, kwa maana ya tissues, sasa hiyo mifupa na kadhalika, vyote vinaanza kuhisi. Kwa kinachotokea ni nini? Chochote ambacho kitatokea pale, maana yake ile mishipa ya hizi sehemu nyingine zote inaanza kureact. Kwa pale ndipo panaanza kutokea nini? Maumivu. Kwa wewe maumivu unayoyasikia pale, utasikia maumivu yako eneo la jino, kuzunguka eneo la jino. Lakini si kweli kwamba eneo lenyewe ama jino husika ndio linalouma. Ni vitu tofauti kabisa. Kwamba hizi sehemu nyingine, fizi utasikia zina respondi, dental alveolar bone hiyo itakuwa ina respondi, mfupa wenyewe utakuwa una respondi, umeona? Kwa hiyo hicho ndicho kinasababisha kwamba wewe sasa unaona kama unapata nini? Unapata maumivu. Kwa hiyo filling inapotoka, unashauriwa kwenda ukazibe tena, usisubiri mpaka upate maumivu. Nadhani tumeelewana. Niambie kwenye comment umejifunza nini leo.